Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu Wa milele. Mimi naitwa Joshua Lusato Jacobo pamoja na mke wangu Pendo Lusato. Sisi ni watumishi wa Mungu, askofu na mama askofu katika kanisa la AICT Dayosisi ya Tabora. Dayosisi ambayo kijiografia inachukua mikoa minne ya Tanzania ambayo ni Tabora, Kigoma, Katavi na Rukwa. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi inayoendelea huko. Wa AICT wengi wanajua kwamba tuna namna tunavyoziita dayosisi zetu, na dayosisi yetu na ya kati pamoja na ile ya Pwani tunaziita ni dayosisi za kimkakati, kwa sababu ni dayosisi ambazo zina kazi kubwa ya umisheni, kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, kuzifikia jamii ambazo hazijafikiwa na neno la Mungu, lakini pia kupanda makanisa katika maeneo mbalimbali ambako kanisa letu halijafika. Tunamshukuru Mungu kwa sababu nimeipokea ikiwa na miaka 16 na sasa tumeshamaliza miaka miwili, kwa hiyo miaka 18. Kumbukumbu zetu za mwaka wa 2023 zinatuambia tulipanda makanisa 15 na mwaka wa jana tulipanda makanisa 27, na mwaka huu pia tuna spidi kubwa tu ya kwenda na kuhimiza na kusukuma kila pastoreti iweze kufungua angalau kanisa moja. Kwa sasa tunazo pastoreti 66, kwa hiyo kama matarajio ya mipango itakwenda kama tulivyotarajia, ni kwamba tunaamini Mungu anaweza kutusaidia kupanda zaidi ya makanisa 30. Kazi ambayo ni nzuri. Changamoto zilizoko ni kwamba eneo letu kijiografia ni kubwa na huwezi ukalifikia kwa wakati mmoja, lakini pia cha pili ni kwamba kama Yesu mwenyewe alivyosema kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, na kwamba tumuombe Bwana mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Ni wito kwa kanisa lote, sio tu Dayosisi ya Tabora, kwa ajili ya kumuomba Bwana mavuno apeleke watendakazi wengi zaidi uwezekanavyo. Na hii itaonyesha vile ambavyo tunatii agizo la Yesu Kristo, ule utume mkuu tuliokabidhiwa katika Mathayo sura 28 mstari ule wa 18 kwenda 20. Lakini nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru, na kwamba mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kipimo cha uhai na utii wa kanisa iko kwenye kuwafikia watu ambao hawajafikiwa na Injili, kuhakikisha Injili inahubiriwa, makanisa yanapandwa, na makabila yale ambayo hayajafikiwa na neno la Mungu yaweze kufikiwa, ili nuru ya Kristo ipate kuangaza. Kwa hiyo tuombeeni sana, na ni wito wangu kwa kanisa zima kwamba tuendelee kuomba, sio tu kwa Dayosisi ya Tabora, hata Dayosisi ya Geita. Tunajua kuna mahali ambapo Injili haijafika na kanisa letu kwa ujumla. Kwa hiyo hilo ni ombi na ni matarajio yetu kwamba Mungu atazidi kutusaidia kuhakikisha kwamba tunatimiza utume huu na wengi wanakuja kwa Yesu Kristo kupitia mahubiri ya Injili. Tupo Geita tangu jana na wengine walifika juzi kwa ajili ya faragha ya maaskofu na wake zetu, kama ambavyo mnamuona mke wangu akiwa kando yangu hapa. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii. Faragha ya maaskofu imeanza toka mapema mwaka wa 2023 kwa ujumla wetu, ambayo ilifanyika kwa sehemu huko Mwanza kwa ajili ya mafunzo, lakini baadaye mwaka wa juzi tukaenda Arusha kule Ngedi, na mwaka jana ilikuwa imeelekezwa kule Mara na Ukerewe. Na tunamshukuru Mungu kwamba mwaka huu tuko hapa Geita kwenye dayosisi mama za AICT, kwa sababu dayosisi ya Geita, AICT dayosisi ya Geita ndiyo dayosisi ya kwanza katika dayosisi za AICT. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Baba Askofu Ruben Ngwala mwenyeji wetu pamoja na mama, lakini pia kwa ajili ya uongozi wa AICT kiongozwa na Baba Askofu Mkuu Musa Masanja Magwesela. Kuwepo kwetu hapa ni kwa ajili ya mambo matatu. Moja,
kujifunza, 2 kutafakari, na 3 kupumzika. Na wazo kuu la mwaka huu ni kwamba niwe chachu ya mabadiliko. Somo ambalo linaendelea na kwamba mabadiliko yanaanzia ndani, na pia tumejifunza jambo la pili leo kwamba akili ndio uwanja wa vita, mahali ambapo maamuzi huanzia. Kwa hiyo tunahitaji kubadilika, na kimsingi tupo katika kujifunza somo hili muhimu, kwa kuwa sasa hivi dunia nzima kama kuna mada ambayo inazungumzwa kila mahali ni mada ya mabadiliko, na hakuna kitu ambacho ni cha kudumu ama permanent kama mabadiliko, ambayo kimsingi unaweza ukayaona, unaweza ukasikia, unaweza ukayanusa, unaweza ukayahisi, na hata unaweza ukatumia ile mifumo yote mitano ya fahamu na kuweza kuyagusa. Na kwa sababu tuko katika dunia inayobadilika, hata sisi lazima tukae kimabadiliko. Kanisa linahitaji kuongozwa kimabadiliko kwa masuala ya kijamii, kwa masuala ya kisiasa, kwa masuala ya kiuchumi, lakini pia kiteknolojia. Kwa hiyo tunashukuru hata kwa uwepo wenu, kwa sababu ni sehemu ya mabadiliko na ni sehemu ya teknolojia, vile ambavyo mnatuwezesha kusikika na kuweza kufikisha ujumbe huu na habari hizi mbali kuliko ambavyo tungeweza kufanya sisi wenyewe. Na kimsingi tumshukuru Mungu kwa sababu kuwepo Geita pamoja na uwezeshaji wetu mchungaji na madaktari Daktari Fabian na Daktari Dinas Maganga wamekuwa baraka kubwa sana, na kama sehemu ya AIC Diaspora, na tunashukuru kwa sababu tangu tumeanza programu hizi wamekuwa mstari wa mbele, na wakati wote wamekuwa pamoja na sisi kutujenga, kututia moyo, kutufundisha mambo mapya na kutuandaa kila nusu ya kwanza ya mwaka kuweza kuendelea vizuri na huduma hasa yenye mafanikio. Wito wangu kwa kanisa ni kwamba Mungu apate kutusaidia kuwa waaminifu kwa huduma tulioitiwa ya kutangaza Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuwaleta wengi kadri iwezekanavyo katika imani na katika ushirika wa kanisa, lakini pia tunao wajibu mkubwa wa kulilea, kulichunga, kulitunza na kuhakikisha kwamba tuangalizi tunaofaa kwa ajili ya kanisa la Mungu ambayo ni mali ya Kristo mwenyewe aliyelifia. Na kwa sababu hiyo tumeona manufaa toka mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu. Tunajisikia vizuri kuwepo Geita kwa siku hizi tokea jana tulipowasili na hata tutakapokuwa tunaenda kuhitimisha siku ya Jumamosi. Kwa hiyo tunafurahi kuwa sehemu ya Dayosisi ya Geita kwa sasa, na ukarimu mkubwa ambao tumepewa na hasa siku ya jana kwetu, kwa uzoefu wa faraga ambazo tumekuwa nazo, haijawahi kutokea kama ambavyo imetokea jana. Maana kanisa kuu pale lilikuwepo na tulikuwa na ibada ya baraka sana katika mapokezi yetu, na kupata nafasi ya kushiriki baraka hizo pamoja na kanisa, lakini pia sisi kupata nafasi ya kutoa salamu zetu kule tunakotokea. Kwa hiyo tumebarikiwa na tunajisikia kuwa kuwepo hapa, na ni maombi yetu kwamba Mungu ataibariki AICT na ataendelea kuibariki pia AICT Dayosisi ya Geita ili kwamba kanisa la Mungu lipate kuendelea kusonga mbele kwa utukufu wake. Asanteni na Mungu awabariki.